Yes, Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mahali na sehemu ile ambayo unaponisikiliza na unaposikiliza ushuhuda huu ambao umetolewa na Karo kuhusu urejesho wa ndoa ya kwake, kuhusu restoration. Restoration ni ibada ambazo nimezifanya muda mwingi sana, na nitajibu swali ambalo nimeulizwa na mwanadada mmoja pale WhatsApp na sikumjibu kwa sababu kuna swali zingine ukiniuliza sinataka explanation kubwa na nitatumia muda mwingi sana kwako kukujibu, lakini nikiweka video kama hii ninaweza kukueleza, ama ukinipigia simu uniuliza swali fulani naweza kukueleza, lakini kwa chat itakuwa ngumu sana kujibu kwa sababu itabidi niandike paragraph kubwa, na badala unipe kazi ngumu ya kuandika paragraph kubwa, siweke simu credit na unipigie simu tu direct ili tuweze kuongea, tuweze kuwasiliana pamoja, tuweze kuongea na nitakusaidia sana. I am sure Mungu ambaye ninaabudu, I serve a true living God. Ninaabudu Mungu wa kweli na nimemuona kwa haya macho yangu, si kuambiwa, si kubahatisha, but I have seen. Kile kipawa niko nacho ni kikubwa sana. Kile kipawa cha kutoa mapepo niko nacho ni kikubwa sana. Kile kipawa niko nayo cha kufunja madhabahu ni kikubwa sana. Na ningekuwa na hii kipawa na nijua ya kwamba hakuna Mungu, siwezi kuongelelea kuhusu Mungu hapa. Ningekuwa ninaongea kuhusu, ningekuwa tu mimi ningekuwa mganga kwa sababu I have power. Lakini nimeona Mungu. Hizo ni siku zote nimeona Mungu. Na ndoa yako kuvunjika inaweza ikavunjika kwa sababu ya uchawi, kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya usherati. Usherati ukiingia katika ndoa unaweza vunja ndoa yako. Mchawi anaweza ingililia ndoa yako. Pia mtu anaweza vunja ndoa yake mwenyewe. Kingine, ndoa ya mtu inaweza ikaisha kwa sababu, ama relationship yako inaweza ikaisha kwa sababu kuna mpango wa Mungu kwa mahali, ama kuna kitu Mungu anataka kukutoa mapema kisikuje kikatokea kwa maisha yako. Kwa hivyo kila jambo linapotendeka, Wakristo tunaamini ya kwamba kila kitu kinachotendeka kinatendeka kwa kusudi lake Mungu. Kinatendeka kwa kusudi lake Mungu. Lakini kabla tuseme ya kwamba kimetendeka kwa sababu ya kusudi la Mungu, ni vyema kuomba, ni vyema kutafuta mtumishi wa Mungu ambaye ni nabii ama mchungaji wako ama mtume wa kweli. Watu wamejichanganya sana nowadays. Kuna mtu hapa najua ameteseka shida mingi sana, lakini mchungaji wake amekosa kumsaidia. Prayer, maombi inafanya kazi. I know most of us wanaweza kuniambia prophet, ujui kile ambacho unazungumzia kwa sababu mimi nilikuwa kwa ndoa na ikaisha. I prayed with my prophet. I prayed with my pastor. Hakuna kitu ilitendeka. Mpaka nikachukua hatua nikaenda kwa waganga. Wale watu ambao wanajuana na maroho ili waweze kunisaidia. Lakini hakuna kitu hata kimoja umeona. Lakini nataka nikuongeleshe na nikutie moyo sana. Nikuambia kwamba kuna Mungu ambaye anaitazama. Hata kabla ivunjike, Mungu mwenyewe anaitazama. Si kana kwamba amefunga macho yake, sio kana kwamba mkono wake sio auweze ukakufikia. Nataka nieleze vizuri, unisikilize vizuri. You have prayed, umeomba sana, lakini hakuna kitu hata kimoja kimetendeka. I want to pray for you. Amini sauti hii. Believe this voice. Hata kama niliwahi kukuombea na bado hujapata ushuhuda, enda pale WhatsApp tena niandikie prophet, we prayed together with you but still things are quiet. Bado vitu vimekwama. Oh my God. Nataka nikuombee saa hii uone vile Mungu anaenda kukutendea mazuri.